Kwa hivyo serikali ingilia kati na mfanye haraka huyo msichana wetu arudi hapa Kenya. Julai mwaka 2023 katika uwanja wa ndege kimataifa wa Tan Son Nhat huko Vietnam, ndiyo wakati Margaret Nduta mwenye umri wa miaka 37 kutoka kaunti ya Murang'a, Kenya alipokamatwa. Margaret alikuwa akisafiri kutoka Qatar kuelekea Laos. Mamlaka ya Vietnam ilipata zaidi ya kilo 2 za cocaine zikiwa zimefichwa katika sehemu ya chini ya begi lake. Kulingana na hati za mahakama, Nduta alidai kwa mwanaume mmoja Mkenya anayejulikana kwa jina la John ndiye aliyemwajiri kupeleka begi hilo kwa mwanamke mmoja nchini Laos. Margaret alidai kuwa hakujua kama kulikuwa na dawa za kulevya ndani ya begi hilo na alilipwa takriban shilingi 168,350 sawia na dola 1,300 za Marekani kwa kazi aliyokuwa akifanya, huku gharama zake za usafiri zikilipwa. Margaret Nduta alipita ukaguzi wa usalama katika uwanja wa ndege kimataifa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, uwanja wa ndege kimataifa wa Bole nchini Ethiopia na uwanja wa ndege kimataifa wa Hamada nchini Qatar bila kugunduliwa kabla ya kukamatwa nchini Vietnam. Mnamo Machi tarehe 6 mwaka 2025, mahakama ya huko Vietnam ilimhukumu Nduta adhabu ya kifo kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya. Wakati wa kesi yake hakukuwa na wakili wa kumwakilisha, hali iliyosababisha serikali ya Kenya kuingilia kati. Katibu mkuu wa masuala ya kigeni Korir Sing'oei aliripoti kuwa timu kutoka balozi wa Kenya nchini Thailand ilimtembelea Nduta katika gereza la Ho Chi Minh na kuthibitisha kuwa ingawa amehuzunika anashughulikiwa kwa utu. Juhudi zinaendelea kufanywa kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo na kushirikiana na mamlaka za Vietnam kwa matumaini ya kubatilisha adhabu ya kifo. Ikumbukwe kuwa Vietnam ina sheria kali zaidi duniani kuhusu dawa za kulevya. Makosa ya kusafirisha dawa hizo ni miongoni mwa makosa 22 yanayostahili adhabu ya kifo. Serikali ya Kenya inaendelea na juhudi za kidiplomasia kutafuta msamaha au kusitisha utekelezaji wa adhabu ya kifo kwa Nduta. The Ministry of Foreign Affairs and in particular my PS has been trying to converse with his counterpart in Vietnam to see if there can be some mitigation in this process. So that is one thing. Mamlaka zilipanga kutekeleza adhabu hiyo ya kifo mnamo Machi tarehe 16, huku familia yake ikiomba muujiza ili kuokoa maisha yake. Nipigia kanijabia mamu, nilipata information yenye tuko nayo ni kwamba alihukumiwa tarehe 6 na amepewa siku 7 aweze kufanya appeal, otherwise ataweza kufanyiwa kulingana na hukumu yenye iliweza kutolewa. Familia ya Margaret Nduta, hasa mama yake, imeomba achiliwe au apewe fursa ya kutumikia kifungo chake nchini Kenya ikiwa hatasamehewa. Naomba munisaidie, muniletee huyo msichana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku, mpeleke huku Kenya. Na muomba tu. Ile information yenye tuko nayo ni kwamba alihukumiwa tarehe 6 na amepewa siku 7 aweze kufanya appeal, otherwise ataweza kufanyiwa kulingana na hukumu yenye iliweza kutolewa. So tumebakisha siku 2, kwa hivyo serikali ingilia kati na mfanye haraka huyo msichana wetu arudi hapa Kenya. Mama yake Purity Wangui ameshikwa na huzuni kubwa na anatamani kumwona binti yake kwa mara ya mwisho, lakini hana uwezo wa kusafiri kwenda Vietnam. Hivyo basi ameomba Rais William Ruto na viongozi wa ndani kuingilia kati katika kesi ya binti yake. Sisi tunaongea hivi, uhai wake unahesabiwa madakika. Naomba tusaidiwe na government. Sisi hatuna uwezo ya kutoa mtoto wetu huko. Naomba mtusaidie, mtoto wetu arudi nyumbani.
naomba kwa heshima President Dr. William Samoei Ruto uweze kusikia kilio cha mama kutoka jamii maskini. Mimi huyo mtoto akirudi Kenya naweza hisi vizuri sana. Katika maendeleo ya hivi karibuni, mamlaka za Vietnam zimethibitisha kuwa adhabu ya kifo hutekelezwa kwa sindano ya sumu, mbinu iliyochukua nafasi ya kikosi cha risasi mnamo mwaka 2011. Serikali ya Kenya inaendelea kufanya juhudi za kidiplomasia kutafuta msamaha au kusitisha utekelezaji wa adhabu ya kifo kwa Nduta. Request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Defense, Intelligence and Foreign Affairs on the following. 1. Urgent measures that the government is taking to intervene and assist Ms. Margaret Nduta Macharia, a Kenyan arrested sentenced to death in Vietnam. As I've earlier said, that we have another statement and we will still bring them together first week after we resume. I want to take this opportunity to ask and to request the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, to assist this lady called Margaret Nduta, who is supposed to be hanged tomorrow in Vietnam. This lady did no crime. This is a lady who was at the wrong place in the wrong time. This is a lady who was misused, used, and abused. This is a lady who was used to transport drugs. We should not lose a Kenyan, Mr. President. You need to act with speed. You need to help Margaret Nduta. Margaret Nduta should not be hanged tomorrow. And I know that you can take your phone, you can call the Vietnam government, and we need not to lose this lady. We as Kenyans, we need to unite behind this lady because she's one of our own. Even if it is exchanging one of the cabinet secretaries who is corrupt in this government with this lady, let us do so. Whatever it will take us to do, let us do so that we can save the life of Margaret Nduta. Thank you. God bless you. Ubalozi wa Kenya nchini Thailand unaongoza juhudi hizo, ukitafuta kujadiliana kusitisha utekelezaji wa hukumu hiyo ili kutoa nafasi kwa mazungumzo zaidi kati ya serikali ya Kenya na Vietnam. Nikiripotia The Reporter TV, langu jina ni Kelvin Kalama.